Msimu uliopita umeandika historia ambayo si rahisi kusahaulika. Wakati mashabiki walikuwa wakizungumzia wachezaji nyota, kimya kimya makocha kutoka Hispania walikuwa wanaandika sura mpya ya mafanikio. Kama wahenga walivyosema, akili ni mali, na safari hii akili za makocha wa Hispania ndizo zilizoonekana kutawala soka la dunia. Kwenye picha hii tunaona Luis de la Fuente, kocha wa timu ya taifa ya Hispania, akibusu taji kubwa zaidi katika soka la kimataifa. Mafanikio hayo yalionyesha kwamba Hispania haizalishi tu wachezaji wa kiwango cha juu, bali pia makocha wenye uwezo wa kuongoza timu kufika kilele cha mafanikio. Upande mwingine yupo Luis Enrique, aliyewaongoza PSG kutoa taji la UEFA Champions League. Mashindano hayo ndio magumu zaidi kwa ngazi ya klabu barani Ulaya, na kuyashinda kunahitaji mbinu, utulivu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika nyakati ngumu. Kama msemo unavyosema, bahati haiji peke yake, huambatana na maandalizi. Alafu kuna Mikel Arteta, ambaye ameendelea kuifanya Arsenal kwa moja ya timu bora zaidi England. Kwa falsafa yake ya soka la kushambulia na nidhamu ya hali ya juu, ameonyesha kwamba utulivu na maono vinaweza kuibadilisha timu kutoka kwenye kipindi kigumu hadi kuwa mshindani wa kweli wa mataji makubwa. Na tusimsahau Unai Emery, bingwa wa Europa League mara kadhaa. Wengi humuita mfalme wa mashindano hayo kwa sababu ameonyesha uwezo wa kipekee wa kuandaa timu zake katika mechi za mtoano. Ni mfano wa msemo usemao, mzoefu haliwi na wasiwasi wa safari. Kinachovutia zaidi ni kwamba makocha hawa hawafanani kwa mtindo wa kuchezesha timu. Mmoja anapenda kumiliki mpira, mwingine hushambulia kwa kasi, na mwingine hujilinda kwa nidhamu. Lakini wote wana kitu kimoja kinachowaunganisha: uwezo wa kusoma mchezo na kufanya mabadiliko yanayobadili matokeo. Hali hii imeifanya Hispania kuwa moja ya mataifa yanayoongoza duniani katika kuzalisha makocha wa kiwango cha juu. Leo hii karibu kila ligi kubwa barani Ulaya ina kocha kutoka Hispania anayepambana kuwania mataji makubwa. Ni ushahidi kwamba mafanikio ya soka hayajengwi kwa miguu ya wachezaji pekee, bali pia kwa fikra zilizopo benchi la ufundi. Swali kubwa sasa ni hili: je, huu ni mwanzo wa enzi mpya utawala wa makocha wa Hispania, au mataifa mengine yataamka na kuvunja mnyororo huu wa mafanikio? Andika maoni yako. Ni kocha yupi wa Hispania unaamini ndiye bora zaidi kwa sasa, na kwa nini? Mimi ni Ino TZA.